American Swahili News, katika siku hii ya leo ya Alhamisi tumepitia taarifa za habari Tanzania, na tunajua kwamba bado tunaendelea na matatizo yaliyotokea Oktoba tarehe 29 ambayo bado kabisa hayajapatiwa ufumbuzi wa aina yoyote. Tunasikia tu ni mikakati ile ile, wazungu wanasema strategies zile zile, political strategies ambazo zimetumiwa miaka ya nyuma kuweka blanketi kama Mama Tibaijuka alivyosema, na kupeleka lawama kwa mataifa makubwa ya Marekani kwamba yanachonganisha wananchi na serikali yao hii ambayo wananchi wenyewe hawajaichagua, kwa sababu kulikuwa kuna uchaguzi, na wanatengeneza wametengeneza propaganda, wametengeneza serikali haraka haraka, wamegawanya madaraka na wameapishana na wanazunguka nchi nzima kwa taxpayer money again, kujaribu kutengeneza narrative kwamba yale machafuko yalikuwa yamechochewa na mataifa ya magharibi, wakati si kweli, kwa sababu ya kwamba ya madini ya uranium pamoja na rasilimali za Tanzania, na kwamba wao wanaendeleza miradi endelevu ya kimikakati. Kwa hiyo bado tupo katika zile narrative zile zile, lakini matatizo ya tarehe 29 hayajatatuliwa, na matatizo ya tarehe 29 Oktoba hayakuanza siku ya tarehe 29 Oktoba kama nilivyozungumza katika toleo langu la mwisho la kumzungumzia Mama Tibaijuka, toleo lake alilolitoa, na mpaka sasa hivi hakuna jibu ambalo linaweza kutatua matatizo ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025, na tumebakiza siku chache sana kumaliza mwaka wa 2025 kuingia mwaka 2026. Sasa kuna msiba. Aliyekuwa waziri wa hii serikali ambayo imejiweka madarakani kwa mtutu wa bunduki na risasi na imemwaga damu za Watanzania wengi kweli kweli. Sasa kuna kiongozi wao amefariki aliyewahi kuwa mbunge kwanza alikuwa mwalimu huyu katika wilaya ya, nafikiri ni jimbo la Palamio huko Songea, Ruvuma huko, na alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, alafu akaja kuwa, historia yake hapa haisemwi wala haizungumzwi, aliwahi kuwa msaidizi wa aliyekuwa mbunge na profesa. Kwanza ni mchumi wakati wa Mwalimu Nyerere. Huyu anaitwa profesa watu tushaanza kuzeeka kidogo. Profesa Mbilinyi, marehemu Profesa Mbilinyi huyu alikuwaga mbunge wa huko Palamio huko, na huyu Jester Mhagama alikuwa kama ni wale watu wake wasaidizi wa marehemu Profesa Mbilinyi. Lakini sasa kwa sababu ya Profesa Mbilinyi ya kazi nyingi za ufundishaji, consulting, na alikuwa hapati muda mwingi sana wa kwenda kule katika jimbo la Palamio, kwa hiyo alimtrust kweli huyu marehemu Jenista huyu Mhagama. Lakini sasa kumbe yeye huku nyuma akawa anapiga campaign. Zilipofika wakati wa uchaguzi na marehemu Profesa Mbilinyi huyu, wakati wa kura za maoni, hebu fikiria msaidizi wako anakwenda kuchukua fomu naye. Kwa hiyo Profesa Mbilinyi akapigwa chini na huyu Mhagama, marehemu huyu mbunge Jenista Mhagama. Hizi ni taarifa ambazo mimi binafsi nimepewa na alikuwa mbunge wa viti maalum kutoka huko Ruvuma, anaitwa Mama Lukokola, Devota Likokola. Aliwahi kuwa diwani, aliwahi kufanya kazi na marehemu Jenista Mhagama, na alishawahi kutembelea hapa Marekani, Columbia, South Carolina, katika mafunzo ya kiubunge. Alikuwa na bunge la
wa state hapa General Assembly. Sasa hebu tujikite kwa Jester Mhagama marehemu, alikuwa mbunge na waziri wa hii serikali ambayo imejiweka madarakani kwa mtutu wa bunduki na risasi. Ukimsikiliza majibu yake bungeni, alivyokuwa bungeni, anamjibu alikuwa mbunge wa Arusha mjini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Godbless Lema. Godbless Lema anazungumzia good governance, serikali ambayo inachaguliwa kihalali na wananchi, ambayo inakuwa na mifumo mizuri ya uchaguzi. Alafu msikilize huyu waziri, nafikiri wa katiba wakati huo, ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimjibu Godbless Lema. Unaweza kujua kabisa kwamba kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba jinsi alivyoingia pale, aliingia kwa mlango wa nyuma kwa kumgeuka bosi wake marehemu Profesa Mbelini, na anavyoongea ndani ya bunge kama kana kwamba aliingia kihalali vile, licha ya wizi wa kura na kutokuwepo na uaminifu katika uchaguzi. Hebu msikilizeni Mheshimiwa Lema huyu anauliza swali kiufundi kabisa, alafu huyu Jester Mhagama anapokuja kujibu, huyu ni marehemu sasa hivi, Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Wote tunakwenda huko, lakini tunaacha nini katika kizazi hiki cha Tanzania? Tunakitengeneza vipi kizazi cha Kitanzania? Tumsikilize Mheshimiwa Lema ambaye aliuliza swali, huwezi kufuta hili swali kwa sababu ya teknolojia. Alafu na yeye huyu marehemu mama Jester Mhagama wakati huu akiwa ndani ya bunge, sasa una cheo, una access ya viongozi na unajibu jinsi unavyojibu. Hawa ndio watu waliotufikisha hapa na wanaanza kuondoka mmoja mmoja. Hebu tumsikilize Mheshimiwa Lema, alafu baada ya hapo tutamsikiliza sasa Mheshimiwa Jester Mhagama anamjibu Mheshimiwa Godbless Lema aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mheshimiwa mwenyekiti, na kushauri Jester, kwa jinsi unavyopenda uwaziri, siku ukitumbuliwa unaweza kufa baada ya siku. Huwezi kudefend kila jambo na defend kwa sababu huonekana. Kuna saa kuchill ni wisdom. Kuna chill tu. Wewe unajua mambo tunaongea unafahamu, na hivi hatufanyi ili mimi kuwa mbunge. Nimeshakuwa mbunge wa mbili. Hatufanyi mimi kuwa mbunge. Tunaposema utawala bora katika tume huru ya uchaguzi, mheshimiwa, naomba niongezee muda tafadhali. Mheshimiwa kiti, tunaposema utawala bora ulenge katika tume huru ya uchaguzi, sio tume ya kuisaidia Chadema, ni tume ya kuharmonize future ya taifa hili. Kwamba kusiwepo na mashaka. Ni hatari sana watu kufikiria tu mnaiba kura. Hilo tu yenyewe ni hatari. Yaani tu kufikiria kwamba mnaiba kura ni hatari. Sasa cha muhimu ni nini? Ili kuwa na future nzuri, wananchi wanatakiwa wawe na imani na uchaguzi. Wananchi wakiondoa imani na uchaguzi, wananchi. Sasa Mheshimiwa marehemu Jester Mhagama, hebu tumsikilize jinsi ambavyo alimjibu Mheshimiwa Godbless Lema katika swali lake ambalo alikuwa akiliuliza kuhusiana na good governance. Marehemu Mheshimiwa Mhagama huyu anamjibu Mheshimiwa Godbless Lema alikuwa mbunge wa Arusha mjini kama ifuatavyo. Katika maswali hayo 10,000 na kitu, maswali yaliyoletwa na wabunge hawa wakiwakilisha mahitaji ya Watanzania yaliyokuwa yanadai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, ni maswali mawili tu kati ya maswali hayo 10,000 na kitu. Nataka kusema nini, Mheshimiwa Naibu Spika?
Hoja yangu hapa, ninaendelea kusisitiza, kama kweli sisi ni wawakilishi wa wananchi, maswali tunayoyaleta bungeni yanaashiria mahitaji ya Watanzania, basi mahitaji ya Watanzania kwa sasa ni maji, umeme, afya, elimu, miundombinu, utawala bora, masuala ya wafanyakazi na mambo mengine yanayohusiana na maeneo niliyoyasema hapa. Na hivyo basi, swala la katiba mpya, swala la katiba pendekezwa, swala la tume ya uchaguzi kwamba haitendi haki, kwa maswali yetu sisi wenyewe wabunge, hayo sio maeneo ya kipaumbele kwa Watanzania. Kwa masikitiko makubwa kweli kweli, tunatoa salamu zetu za rambirambi kwa Jessica Mhagama. Sidhani kwamba alikuwa majibu anayotoa pale yalikuwa yana maana yoyote, au bali alikuwa anaongea tu ili kuonekana kama Mheshimiwa Lema alivyokuwa akimuuliza swali, kana kwamba alikuwa anaupenda sana ubunge badala ya kuwapenda raia wa Tanzania ambao wanahitaji katiba mpya, wanahitaji tume huru ya uchaguzi, na wanahitaji uwepo wa uhalali wa viongozi wanaokwenda ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kuzungumzia mahitaji ya wananchi, ambao cha kwanza kabisa ni kuheshimu katiba, kuheshimu sheria, kuwa na tume huru ya uchaguzi na kuwa na katiba ambayo inafuatwa na kuheshimiwa na watu wote katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo basi, kilichoendelea katika siku hii ya leo, bali viongozi wake wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa serikali waliojiweka madarakani kinyume na katiba na sheria na taratibu za uchaguzi walizozitunga wao wenyewe, wamekwenda kumtembelea nyumbani kwake Dodoma marehemu Jenista Mhagama. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, labda dhambi zake zitasamehewa na hao wenzake, nao labda watakwenda nyumbani na kufikiria ni nini hasa Watanzania wanahitaji. Kitu cha kwanza, wanahitaji katiba, sheria ambazo ziko huru za uchaguzi, pamoja na tume huru ya uchaguzi katika hii nchi yetu ya Tanzania, na hivyo vyote vikiwa katika mstari ulionyooka, Watanzania wataweza kujadili na kuzungumzia mahitaji yao ya msingi ya kuwa na nyumba bora, kuwa na maji, au tukisema nyumba bora, makazi bora, maji safi na salama, elimu bora, pamoja na afya, na vile upatikanaji au kuwepo mazingira mazuri ya utengenezaji wa ajira na upatikanaji kwa kazi kwa Watanzania wote. Anayezungumza naye katika kipindi hiki katika siku hii ya leo ya Alhamisi usiku ni Dr. Patrick Nigula wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tusambaze upendo, tukutane upande wa pili wa Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Peace.